طيب, ashiran, katika kazi walioifanya ya 10, at-tanbih, kutoa tanbihi, kutoa uzindushi ala baadhi al-umuri allati yaqa'u fiha kathirun min an-nas, juu ya mambo ambayo yanapatikana kwa wengi katika watu au wanaingia wengi katika masala kama hayo, min an-nas mimma yukhalifu al-kitab, katika mambo ambayo yanakwenda kinyume na kitabu wa sunna as-sahiha, na sunna zilizo sahihi, wa bayani sawabi wal haqqi fi dhalik, na kubainisha usawa na haki katika hayo. Wadhālika fi al-mawātin allati ra'ayna anna al-hājata tad'u fiha ila dhalik, na hayo ni katika maeneo au katika sehemu ambazo tumeona kwamba haja inahitajia ndani yake kubainishwa mambo kama hayo. At-tanbihu, uzindushi, tanbihi ala baadhi al-umur, juu ya baadhi ya mambo, allati yaqa'u fiha, ambayo wanaingia ndani ya mambo hayo, kathirun minan nas, wengi katika watu wanaingia katika mambo hayo, mimma yukhalifu al-kitaba wa sunna, katika mambo ambayo yanakwenda kinyume, yanakhalif kitabu na sunna as-sahiha, zilizokuwa sahihi. Wa bayanu as-sawabi, kwa sababu alisema at-tanbihu, wa bayanu as-sawabi wal haqqi fi dhalika, na kubainisha usawa na haki katika masala kama hayo au katika mambo kama hayo. Wadhālika fi al-mawātin allati ra'ayna, na hayo ni katika maeneo ambayo tumeona anna al-haja tad'u fiha ila dhalika, kwamba haja inahitajia katika sehemu kama hizo kubainishwa, yani kubainishwa usawa na usahihi wa jambo. Kuna baadhi ya mambo ambayo tunayafanya, mengine tunayafanya kimazoea, mengine tunayafanya kwa kuiga, mengine tunayafanya kwa kutokujua. Kwa hiyo ambayo yanakwenda kinyume na utaratibu wa kitabu au katika usahihi wa kitabu na sunna. 11, kazi ya mwisho ambayo wamesimamia jopo hili la maulama katika kukiandaa kitabu hichi, wada'na faharis, tumeweka faharis tafsiliya za upambanuzi kabisa, limaudhu'ati alkitab, yani za maudhui za kitabu, wa masailihi, na masala yake, fi nihayati alkitab, mwisho wa kitabu. Wadhālika tashilan ala almuraji' walmutali' fihi, na hayo ni kumwepesishia mwenye kurejea na kupitia masala kama hayo au maudhui hizo, ili apate urahisi wa kujua egemezi lililoegemewa katika kukiandaa kitabu hicho, au labda anapotaka kwenda kupata faida aweze kurejea huko. Baada ya hapo tunaingia kwenye tamhid. Tamhid. At-tamhid, tamhid ni maandalizi, manake anakuandaa kufahamu unachotaka kukisoma. Au tunaweza kusema utangulizi. Tamhid tutasema utangulizi, tutasema maandalizi. ويشتمل على النقاط التالية، na tamhid imeshikamana na nukta zifuatazo. Awalan, ta'rifu al-fiqh lughatan wa istilahan, yani definition ya fiqh au maelezo yanayoelezea fiqh kilugha na kiistilah. Istilah maana yake kimapatano ya watu wa fiqh. Taarifu al-fiqh lughatan wa istilaha,
yani taarifu ya fiqhi kilugha na kimapatano kiistilahi ya watu wa fiqhi. Nukta thania, masadiruhu, maegemezi yake au vyanzo vyake. Masadiru alfiqhi, vile vyanzo vinavyotegemewa katika somo hili la fiqhi. النقطة الثالثة موضوعه، موضوع فقهي نيني. النقطة الرابعة ثمرته، matunda au faida ya somo hili. Na thalithan khamisan fadluhu, fadla za somo hili, pale ambapo mtu atakuwa na ufahamu wa somo hili anakuwa na fadla za kiasi gani, anapata kiasi gani katika faida, au anakuwa na umuhimu gani. طيب, tuanze na maana alfiqh lughatan wa istilaha. الفقه في اللغة، الفقه فقه في اللغة katika lugha bimaana alfahm, ina maana ya fahamu, kufahamu au ufahamu. Wa minhu qawlu Allah ta'ala an qaumi Shuaib, na miongoni mwa hilo inapatikana kauli ya Allah Ta'ala, maana kuchukua na maana ya ufahamu. Tunapata katika kauli yake Allah Ta'ala an qaumi Shuaib, kuwahusu hawa qaumu Shuaib walipokuwa wakimwambia mtume wao, wanamwambia ma nafqahu kathiran mimma taqul, hatuyafahamu mengi katika yale unayoyasema. Na hii sikuwa hawayafahamu, lakini katika ile hali ya kumpinga, hawataki kuyasikia yale maneno yake, basi pamoja na ufasaha aliyojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika kufafanua sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, walimwambia hatuyafahamu mengi unayoyasema, na sisi tunakuona wewe ni dhaifu, wewe ni mtu duni kabisa, wa inna lanaraka dhaifa. Qala qaum Shuaib li Shuaib, walisema qaum Shuaib kumwambia Shuaib, ya Shuaib ma nafhamu kathiran mimma jita bihi, ndile ma nafqahu kathiran mimma taqul, maana hatuyafahamu mengi unayoyasema. Unakusudia nini? Ma nafhamu kathiran mimma jita bihi, hatuyafahamu mengi uliokuja nayo. Wa inna lanaraka fina dha'ifan dha dha'fin, sisi tunakuona kwamba wewe ni mwenye udhaifu. Lima asaba ainaik, kwa yale yaliyokusibu kwenye macho yako, min dha'fin au ama, yani ya udhaifu au pofu. Walaula anna ashiratak walaula rahtuka la rajamnak, lau si jamaa zako ala millatina, lau kama jamaa zako wasingekuwa kwenye mila yetu, laqatalnak birramy bilhijara, tungekuua sisi kwa kurembea mawe. Lakini bahati nzuri hawa watu wako, jamaa zako wako kwenye mila yetu, kwa hiyo umesalimika kwa hilo. Wanamwambia nani? Shuaib, ma nafqahu kathiran mimma taqul walaula rahtuka la rajamnak wama anta alaina biaziz. idhan mahallu shahid ma nafqahu kathiran mimma taqul, hatuyafahamu mengi haya unayodai, haya unasema, mimma jita bihi, haya uliokuja nayo, ambayo hii ni surati Hud aya ya 91. Kwa hiyo ndani yake tumepata neno fiqhi kwa maana ya nini? Kwa maana ya ufahamu. Tayari. Wa qawluhu azza wa jalla walakin la tafqahuna tasbihahum, lakini hamzijui, hamzifahamu tasbihi zao, yani tasbihi za viumbe mbalimbali ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameviumba. والفقه في الاصطلاح، نا فقه كي اصطلاح يا أهل الفقه العلم بالأحكام الشرعية
ni elimu ya hukumu za kisheria, almuktasaba min adillatiha at-tafsiliyah, elimu ambayo imepatikana kutoka kwenye dalili za ufafanuzi za wazi za upambanuzi. Waqad yutlaqu al-fiqhu ala al-ahkam nafsiha, na huitwa fiqhi kwa maana ya ufahamu wenyewe, yani hukumu zenyewe. الفقه في الاصطلاح فقه في اصطلاح يا أهل العلم إن معنى العلم بالأحكام الشرعية، ni elimu ya kuzifahamu hukumu za kisheria, al-amaliya za kiutendaji, al-muktasaba min adillatiha at-tafsiliyah, ambazo zimepatikana kutoka au zimechumwa kutoka kwenye dalili zake za ufafanuzi. Mfano, jambo la wajib, kufahamu kwamba hili jambo ni wajib, manake ni hukumu ya kisheria ambayo inakuhusu wewe kutekeleza wajibu ule. Tumeupata wapi? Kwenye dalili ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Mfano, tunaposema adillatu at-tafsiliyah, mfano imekuja aqimus salah, maana yake nini? Simamisheni swala. Kwa hiyo hii ni hukumu ya kisheria. Tutajua kwamba hukumu hii ni wajib kutokana na dalili yake ya kisheria ambayo imekuja ikasema kwamba simamisheni swala. Sasa ufahamu wa swala ndio inaitwa nini? Fiqhi. Ndio fiqhi. Sisi tumefahamu huo ni katika makusudio ya al-ilmu bil ahkami ash-shari'a al-amaliyah. Imeitwa amaliya kwa sababu ni matendo ambayo yanatakiwa kutekelezwa na waja kumtekelezea Allah subhanahu wa ta'ala. Al-muktasaba min adillatiha at-tafsiliyah. Wa qad yutlaqu al-fiqh ala al-ahkam nafsiha, wakati mwingine inaweza kutajwa hukumu, yani fiqhi, kwa maana ya hukumu zenyewe. Masadiru al-fiqhi al-asasiyya, vyanzo vya fiqhi vya kimsingi, vyanzo vya kifiqhi vya kimsingi. Awalan al-Qur'anul Karim, ni Qur'ani tukufu. Thaniyan as-sunnah al-mutahhara, sunna iliyotaharishwa. Hivi ndio vyanzo. Thalithan al-ijma', ijma' ya ahlul ilm, ijma' ya ahlul ilmi kutoka kwa masahaba, yani yale makubaliano yao, ittifaqi yao. Kuna baadhi ya masala ambayo kwenye Qur'ani hayakutajwa wazi wazi, pengine kwenye sunna hayakutajwa wazi wazi. Kwa hiyo ahlul ilmi wanakaa kuyatazama kupitia kwenye dalili ambayo imekuja kiujumla jumla, alafu wanayatolea hukumu. Mfano, katika masala ya mirath kwenye aya ya 11 ya surati Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala alipotaja kuhusu mirath akasema yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutha mimma tarak wa in kanat wahidatan falaha an-nisf wali abawayhi. Nukta hapa tuisikilize. Wali abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad, na wazazi wawili kila mmoja atapata 1/6 ya kile alichokiacha maiti endapo maiti kaacha mtoto. Mmefahamu nukta hiyo? Fa in lam yakul lahu waladun, ikiwa maiti hakuacha mtoto, wa warithahu abawa, na wakamrithi wazazi wake, maana kwa wanamrithi yule aliyekufa, wanamrithi wazazi wake, fali ummihi thuluthu, basi mama apewe
apewe thuluth. Mama apewe thuluth. Sasa hii thuluth yamekuja masala, mfano kafa, kaacha baba, kaacha mama, kaacha mume, hakuna mtoto hapa. Kaacha baba, kaacha mama, kaacha mume, alokufa atakuwa ni nani? Haya, kaacha baba, kaacha mama, kaacha mume. Mume anamrithi mkewe. Kama mke hakuacha mtoto, basi mume anachukua nusu ya mali ya mke. Tayari hapo. Mama katajwa kwamba atapata thuluthi ya mali ya mwanawe. Baba hakutajwa atapata ngapi. Tayari hapo. Baba hakutajwa atapata ngapi. Sasa kimsingi wa kuyachambua na kumpatia kila mmoja fungu lake, inabidi iwepo namba ambayo itakayoweza kuwagawia kila mmoja bila ya kubaki. Kwa hiyo hapa ikaonekana kwamba namba itakayoweza kugawa mbili ya moja ya ile nusu ya mume ni moja ya katika mbili, moja juu ya mbili, si ndio? Halafu na ile thuluth ya mama ambayo ni ngapi? Moja juu ya tatu. Hizi namba ndizo zitakazotoa namba 6. Maana yake 6 mara 2 3 mara 2 unapata 6. Sasa ukigawa nusu ya mume itakuwa ni ngapi? Nusu ya 6 ni ngapi? Nusu ya 6 3. Nusu ya 6 ni 3. Tumefahamu hapo? Thuluthi ya 6 ni ngapi? Thuluth maana kitu kizima kukigawa sehemu 3, kukigawa kwa 3, 6 ni 2. Kwa hiyo mama atapata ngapi? 2. Wakati huo mume amepata ngapi? Kilichobaki ndio cha baba. Cha baba ni ngapi? Umeona? Kwa hiyo katika hali kama hii wanazuoni wakati wa Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu walilitazama hili jambo. Wakati huo kule nyuma kuna aya ambayo imetangulia kusema kila mmoja katika mama na baba apate sudus ya kilichoachwa na mtoto, muda wa kwamba kuna mtoto wa marehemu. Sawa? Vipi hapa baba apunjike, mama apate kingi? Tumeiona hiyo nukta. Kwa hiyo walikaa wakajadiliana ahlul ilmi wakiongozwa na Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, na hapa wakaja na rai ambayo ni ijma ya wanazuoni wa masahaba, na mpaka leo ndio inafanywa kazi kwa wale wanaofuata misingi ya ahlus sunna wal jamaa. Wanakwenda kwa utaratibu huo, wakasema huyu mama apate thuluthul baqi baada fardhi zawji. Mama apate thuluthi ya kilichobaki baada ya kushakupewa nani? Mume. Ambapo ukitazama thuluthul baqi baada fardhi zawji itakuwa ni ngapi? Tukishampa nusu mume, kitakachobaki ni ngapi katika 6? 3. Thuluthi yake thuluthi yake ni 1, ndio tumpe mama, na kile kilichobaki tumpe baba. Labda na hapo utasema na hapa mama atakuwa kapunjika. Kawaida ya mali ya baba ndio mustahlaka, ndio inotumika. Ile ya mama, kwa sababu baba ndio mwenye wajibu wa kuhudumia. Sawa? Mama akipenda kuhudumia fabiha wa neema, lakini hana wajibu. Kwa hiyo itakayotumika ni mali
ya baba. Kwa hiyo ile mbili utaiona ni nyingi lakini si kitu. Almuhim, hii ndio ijma'. Manake wameichukua dalili lakini wamechukua kiujumla jumla, halafu wakaitazama, kwa sababu haikuja wazi kwamba labda katika kesi kama hii baba tumpe ngapi. Na hapa ndio anapata taasib. Nitakuja yaona maelezo hayo kwenye mlango wa mirathi inshallah. Sasa haya ndio, hii masala kama haya ndio huitwa ijma'. Kwa hiyo hichi ni chanzo cha kisheria katika masala ya kifiqh. Mfahamu nadhani? Chanzo cha 4 ni alqiyas ambayo qiyasu ilikuwa sahihi, na qiyas ni kuchukuliwa kitu chenye dalili ambacho kina ila moja na kile ambacho hakina dalili. Kwa hiyo tumepata masadir za kifiqhi za kimsingi ni 4. Hizi wanasema ni masadir ambazo muttafaqun alayhi, yani masail, yani mambo, vyanzo vya kifiqhi ambavyo walivyowafikiana ahlul ilm, vilikuwa havina khilaf. Ziko masadir ambazo zinaitwa mukhtalafun fiha, kama masalih almursala, istihsan, qawlu sahabi, sharh man qablana. Hayo ni kwa watu wa takhasus wanaweza kuyafahamu zaidi, lakini masadir ambazo ni muttafaqun alayh ndio hizo hapo 4: alquran alkarim, as-sunna almutahhara, na alijma' pamoja na alqiyas. موضوع الفقه، موضوع الفقه، موضوع فقه. موضوع فقه ni af'alu almukallafin, ni haya matendo ya mukallafin min alibad, ala nahwi amin wa shamil, kwa namna ya ujumla na uenevu. Matendo ya waja mukallafin, fahuwa yatanawalu alaqatu alinsan, inajumuisha pia alaqat au inaingia alaqatu alinsan, mafungamano ya wanadamu au ya mwanadamu, ma'a rabbihi, na Mola wake, wa ma'a nafsihi, na yeye mwenyewe, wa ma'a mujtama'ihi, na pamoja na jamii yake. Mambo unayoyafanya ya mafungamano kati yako wewe na Mola wako, yanokuhusu wewe mwenyewe na yanoihusu yani jamii unayoishi nayo, haya yote yanaingia. Maana yote umekuja mwongozo ambao mwanadamu anapaswa aufahamu, mwongozo wa kisheria katika hayo, katika kuamiliana, yani katika mafungamano yako wewe na Mola wako uweje. Sheria imekuelekeza wewe mwenyewe binafsi, nafsi yako, yani wewe mwenyewe, lakini pia umeelekezwa namna ya mafungamano kati yako wewe na jamii yako. Tare wayatanawalu alahkamu alamaliya, na vile vile zinaingia hukumu za alamaliya, za kiutendaji. Wama yasduru anil mukallaf, na yale yanotokana na mukallaf, min aqwalin wa af'alin, ya qawli na vitendo, wa uqud, mikataba, wa tasarrufati mbalimbali, yani zile harakati mbalimbali, matumizi ya mapato na vitu kama hivyo. Yote haya yanaingia katika somo la fiqh. Hapa utaona biashara inaingia ndani ya fiqh. Ndio tutaona kuna mlango, tumeona fiqh almuamalat, tutayaona mambo hayo, labda biashara gani inafaa, biashara gani haifai, muamala gani, yani. Kwa hiyo tunapozungumza fiqh, sio basi kujua kutia udhu
kusali na kufunga, la, sio peke yake. Yatanawalu al-ahkamu al-amaliyya wama yasduru 'ani al-mukallaf min qawlin, hata kauli unayosema. Mfano kumwambia mkeo anti alayya ka dhahri ummi, wewe kwangu mimi ni kama mgongo wa mama. Hii ni kauli. Kauli hii unapoisema sio kwamba ndio imekwisha, sio kwamba ndio imekwisha. Umekasirishwa na mkeo kenda ukasema maneno kama hayo basi ndio imekwisha, la. Sheria itakuhukumu, sheria itakuhukumu. Ndio ma yasduru 'anil mukallaf min aqwali wa af'ali. Mfano wa kauli kama hiyo ukishaisema, hakuna tena ruhusa ya kuweza kukaa na mkeo mpaka utekeleze nini? Utoe kafara. Utoe kafara. Imetajwa katika surati Al-Mujadila au Mujadala. Kwa hiyo hii nayo vile vile ni fiqhi, sio kadhani kwamba ukisema neno ndio limekwisha, la, utahukumiwa. Haya yanapaswa yajulikane, ndio fiqhi hiyo mashekhe. طيب. ويتناول الأحكام العملية وما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقود وتصرفات. zinaingia hukumu za kiutendaji, nayo ni yale yanayomtokea mwanadamu ya kauli na vitendo, mikataba na tasarrufati nyingine. Wa hiya ala nawaini, imegawanywa katika namna mbili. Al-awwal ahkamu al-ibadat, hukumu zinazoitwa za ibada, min salatin wa siyamin wa hajjin wa nahwiha, ikiwemo sala, saumu, hija na mengineyo. Hizi zinaitwa ahkamu al-ibadat, na hizi kwenye vitabu kama mfano hichi hapa utakuta kimeandikwa fiqhul ibadat, fiqhi ya ibada. Fiqhul ibadat maana ndio fiqh ya mambo ya kiibada. Alafu athani ahkamul muamalat, mambo ya kuamiliana, min uqudin, ikiwemo mikataba, wa tasarrufat, na tasarufu nyingine, wa uqubat, uqubat zile adhabu, wa jinayat, makosa, wa dhamanat, dhamana ambazo atalazimika mtu kuzichukua, wa ghairiha mimma yaqsidu bihi tanzim alaqati an-nas, katika yale yuqsadu bihi, hukusudiwa kwayo tanzim alaqati an-nas, yani kuweka mpangilio maalum wa mafungamano ya watu, baadhihim ma'a baadh, yani baadhi yao kwa baadhi. Kwa hiyo haya yanaingia katika fiqhu almuamalat. Kwa hiyo katika kuamiliana kuna utaratibu maalum wa kisheria, kuna utaratibu maalum wa kisheria. Yote hayo yanaingia katika masala ya kifiqhi. Wallahu ta'ala a'lam. Nadhani kwa leo tuishie hapa, biidhnillah tutakuja kuendelea na nukta nyingine zinazofungamana na tamhid. Wa barakallahu fikum.